Habari za leo ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa media ya Lutanana. Leo tuna simulizi ya kijana mmoja anaitwa Mubarak. Tuko naye hapa. Tuko naye, simulizi yake inahusu maisha yake ambayo alikuwa akiyaishi na changamoto alizopitia nyumbani kwao mpaka akaamua kuhama nyumbani na kwenda kujitegemea mwenyewe katika hali ya umri mdogo sana. Na kule alikokwenda alikutana na changamoto nyingi, ikiwemo kulala nje nyakati za usiku kwa sababu alikuwa hana sehemu ya kulala, na akapitia mambo mengi mazito ambayo yalikuwa hayaendani na umri wake. Na leo tumekutana naye kwa ajili ya kutuletea huu mkasa ambao wakati huu utakujia kwako moja kwa moja. Fuatana nasi Lutanana Media, wakati huu tupo naye na yupo tayari kwa ajili ya kuanza simulizi yetu. Sasa Mubarak, tunakukaribisha katika kipindi chetu hiki cha leo. Kwa niaba ya watazamaji na wafuatiliaji wa kipindi hiki, ningependa uwafahamishe majina yako kamili, ujitambulishe, wewe ni nani, na utusimulie hatua kwa hatua juu ya kile ambacho ulikipitia. Okay, karibu. Asante. Majina yanaitwa Mbwana Muhammad Kipuka. Ni mzaliwa wa Manzese. Nimezaliwa Mwambili, nimekulia Manzese na nimesoma shule ya msingi Manzese. Sema katika stori yangu ya maisha, mimi nilikuwa nasoma, nilikuwa naishi na baba na mama, nilikuwa naishi na babu na bibi. Sema kuna kipindi baba yangu na mama yangu wakaja kugombana. Baada ya kugombana, baba yangu akadhalilika kumwacha mama yangu. Baada ya kumwacha ikabidi amuoe mke mwingine. Na mimi kitambo hiko ndo nasoma, niko kama darasa la 3 au la 3 nakumbuka. Niko darasa la 3. Sasa kati nasoma na yule mama huko nakaa naye nyumbani. Mimi nikirudi shule sikuti chakula. Nikamwambia baba ananiambia wewe muongo. Nikamwambia babu naye ananiambia muongo. Nikaona ngoja niishi. Ila yule mama yangu wa kambo akawa ananinyima chakula nikirudi shule. Shule sipewi. Sasa nikaona maisha gani, nikalalamikia babu yangu na bibi yangu, baba zangu wadogo. Ananiambia yote hao katika baba yako. Mimi nikaona sawa. Nikaishi pale. Sasa kuna kipindi ikaja ikatokea tena niko nasoma chuo. Ile siku nakumbuka nimerudi shule, nimefika nyumbani, nimekuta chakula hamna. Nikamwambia mama, mbona chakula hamna? Akaniambia kwani mimi baba ananiachia hela? Nikaona yote haya nini? Nikamwambia kumbe baba hajaacha hela. Akaniambia hapo wenyewe vaa nguo uende chuo. Mimi nikasema sote nikaenda chuo na njaa, manake hapo tangia asubuhi nimeenda shule sijaliwa hata hela, nimerudi saa 10 na sijakuta chakula nyumbani. Afu naambiwa niende chuo. Mimi nikaona siwezi. Nikaondoka nikakutana na marafiki zangu mtaani. Tukaenda chaka kule tukaokota kuni, tukaokota vifuu, tukaja tukamuuzia kuna mama anaitwa Mama Asma, tukamuuzia. Tukapata hela, tukaenda tukanunua viazi tukala. Sasa mida saa 12 mimi narudi nyumbani. Pale simkuti baba, namkuta bibi, babu, yuko na mamangu wa ukambo. Kuna ndugu zangu wengine wananiuliza umetoka wapi? Mimi nikamwambia mimi nimetoka kutembea. Kutembea wapi? Akati sisi tumeambiwa uko Chaka huko unakuja kuta vifuu nini kuni. Nikamwambia niko kunaokota kweli vifuu kuni, ile mradi ni ile siwezi nikakaa na njaa tangia asubuhi. Kwani baba yako apachi hela? Nikamwambia mimi nimerudi hapa chakula sijakuta. Tena yote nyenye mashahidi nimewauliza. Yule mama akachukua hasira kwa kuwa mimi nimesema vile, akanishika. Tena nakumbuka alikuwa anapika ubwabwa. Walikuwa wamepalilia, akachukua mwiko akaweka jikoni, wakaja akanichoma hapo kwenye shamba. Mimi ile siku ile nikakaa nikaumia sana. Maana nikijiangalia nimechoma afu sijui kosa nini, afu yote tikisaiti chakula kisa sijaenda chuo. Ngaona haya sio maisha. Kweli nikakaa nasoma shule huku, naenda shule lakini hela sipewi. Hadi kuna mwalimu mimi nikaja nikamuelezea maisha ninayopitia mikasa yangu. Yule mwalimu hadi leo yupo anafundisha, anaitwa Mwalimu Shuma. Nilimuelezea mikasa yangu, basi akaniambia wewe usijali mbwana, wewe njoo shule
ukija hapa utakuwa unakuja unachukua hela za kula nini. Mimi nikaona sio swala kweli, nikaa nasoma hivyo hivyo, mwalimu nikienda asubuhi ananijia hela, naenda nakula saa 4, hela kuondoka na mwaga mwalimu, mimi naondoka, ananijia hela nauli, hapo utafanya nauli. Mimi hela nganaweka inanisaidia mambo mengine. Kuna siku ukaja ukatokea ugomvi katika familia yetu, ambapo mama yangu alikuja akanataka nichukue aondoke na mimi, maana watu walimwambia maisha ninayopitia. Babangu akaja, nakumbuka ile siku tu familia yangu iligombana sana. Familia yangu iligombana sana ile siku, nakumbuka iligombana sana. Mama yangu akachukua hatua, akaamua kuondoka, akaniambia mwanangu, sitaki kuacha hapa, ila familia yako nataka nikuache. Mama yangu nakumbuka alikokuwa ameolewa Zanzibar. Kweli mama yangu akabidi aondoke, akaondoka kaenda Zanzibar. Baada ya mama yangu kuondoka, haikupita hata mwaka mmoja nakumbuka. Basi mimi maisha nikanaoishi huko ni maisha ya shida sana, ambapo hata baba yangu nikimwambia kitu akanisikiliza, hata familia yangu nikiambia kitu akanisikiliza. Nikawa naota nini, kaja ngakutana na marafiki zangu, wakaniambia mbona hivi, mbona sasa hivi mbona ueleweki. Kama mimi maisha ninayopitia sasa hivi ni shida sana, japo nipo kwenye umri mdogo, yani ni maisha ya shida. Wakaniambia yote kisa nini? Nikamwambia yote kisa ni mama yule, mamangu wa kambo, yani anamfanya baba yangu asinijali. Wakaniambia yote ya nini? Mbona kuna watu kule Kariakoo wanaishi watoto na hawana baba hawana mama, na sio wengine mbona tunaishi kule huku tunakuja tunatembea tu, kama hivi siku tumemiss kuja nyumbani, tunakuja tunatembea, tunakuja kuangalia familia. Mimi nikakaa ngamba, mimi siwezi nikaondoka nyumbani hivi baba yangu akija kusikia mimi nimeondoka nyumbani, huyu atachukua hatua gani? Wakati akaniambia haya sawa, ila sisi tumekupa ushauri. Kweli mimi ikabidi nikae nyumbani pale, nikakaa. Ila bado maisha yakawa yale yale, hata baba yangu akawanisaidia, kuna kipindi akanijali kabisa, yani anaona kama takataka au mtu baki. Mimi nikakaa nikaja nikafikiria, nikaja ngakumbuka na wale mawazo walivyo marafiki zangu. Nikaja ngafuti ngaona yote ya nini, kumbe kuna watu kwa naishi maisha ya hivi. Kweli hiyo siku mimi nakumbuka ile siku nilipokuwa nimetoka shule, mwalimu Shuma kanigea 1000 ili nitapanda gari. Kweli nakumbuka nikapanda gari la Kariakoo, nikatoka hapa hadi Kariakoo, nikafika hadi Kariakoo. Sasa nilipofika nikasijui pa kwenda, maana yake wale waliniambia utatukuta Kariakoo, nafika Kariakoo tena siwaoni, na uniform na nguo nyingine beba kwenye begi. Nikabidi nibadilishe zile uniform, nikavaa nguo za kawaida. Begi kuna sehemu nikaenda nikaliweka, angalia ambapo sehemu hii ngazada nitalikuta. Ila wakati natembea mitaani nikaja ngakutana na marafiki zangu. Wakaniambia mbona umekuja lini? Kama mimi nimekuja leo, nina begi kuna sehemu nimelie, tondokeni tukalichukue. Ninaenda pale nalikuta begi halipo. Wale wakaniambia huku mbona sio swala, huku kuibiwa ni vitu vya kawaida. Sawa, mimi nikamwambia sawa, sasa huku tunaishi vipi? Akaniambia twende hivi. Wale wakanichukua, mimi sipajui, wakanipeleka kule posta kule. Kuna sehemu kule wanakaa Wahindi, wanakula chakula nini. Siku kwanza mimi nafika, mbona huku mbona mimi sielewi. Akaniambia huku sisi ndo tunatafuta hela, tunakula huku, maisha mengine yanaendelea. Siku kwanza ngasijazoea, wale walikuwa wanaomba. Siku kwanza mimi sijazoea. Ndani nimekaa tu, marafiki zangu akaomba, akapata hela, akapata chakula, tukaja tukaenda. Wakaniambia tuondoke tukalale. Kama sasa tunaenda kulala wapi? Huko wenyewe mnasema hamna sehemu za kwenda kulala. Wakaniambia wewe twende. Kweli mimi sikuamini. Ngakuta sehemu ambapo kuna roundabout kubwa tu ndo anapolala wao. Wakaniambia si ndo tunalala hapa. Kama wewe mnalala hapa na mimi kwa kuwa ni mgeni, inabidi nawafuata wenyeji wangu wanalofanya. Kweli mimi nikalala siku ya kwanza, siku ya pili. Hapo nyumbani hawajui mimi niko wapi, hawajui naishi vipi, hawajui nini. Nikakaa kama siku 3, ile hali nimeizoea.
lakini nikanishazoea ile hali. Kweli nikaa naomba, napata hela, tukaa tunachukua hadi vyakula vile ambavyo wanatupa Wahindi, vile makombo kwenye matakataka, sisi tunaokota, tunavipasha moto, tunakula tena sisi. Ngano nini akitupa tunachukua, tunapika chakula, sisi tunakula. Hatuna mtu kutusaidia. Kweli tukakaa. Kuna kipindi sasa akatoka mama yangu, maanake kuna mtu kumbe alikuwa ananiona kule posta. Akatoka mama yangu akaja tena kunifuata. Akaja akanichukua, akanirudisha hadi nyumbani. Akataka tena kuondoka na mimi, babangu akakataa. Akaniambia, muache huyu mwanangu, mimi naishi naye." Kweli nikakaa. Ila nikawa mambo ndo yale. Kitambo kile mama akambo alikuwa kaachana naye. Ila kuna kipindi akaja akamrudia. Baada ya kumrudia, yule mama akambo alikuja na wanae. Baada ya kuja na wanae, mimi nika babangu anijali tena, anunulie chochote. Hata nikimwambia daftari hili nimeisha, baba wewe nenda kwa babu yako. Basi mimi kila kitu kikaa kwa babu na bibi. Hata babu kuna kipindi naye akanambia, mjukuu wangu mwenyewe nachoka, wewe una baba yako, fuate baba yako. Sasa mimi nikimfuata baba, ananijibu kauli za shiti, na ule mama naye tena anachangia. Mimi nikaja ngaona yote ya nini? Mbona kule nilikuwa naishi maisha yangu vizuri, tuna marafiki zangu, tunakula, tunacheka, tunafurahi, hatubuguzi mtu wala nini. Mimi nikaja nikaondoka tena nyumbani, nikaenda tena maisha kule mtaani. Nikaja nikaishi maisha mtaani. Niliishi na marafiki zangu nakumbuka. Sababu na siku hiyo mimi nikaa naumwa. Yaani naumwa wewe, hadi marafiki zangu wananiambiaje, wewe lala hapa mbwana, ngoja sisi tukatafute hela, tukija tukupeleke hospitali. Kwani mimi nikaa nimelala ile sehemu. Nimelala, sema sasa kuna mkaka alikuwa anauza sambusa za nyama, ambaye ni brother wa mtaani, na alitokea kwenye maisha ya mtaani, akaja akachukuliwa na mama ndio akanamuuzia sambusa, akawa anamlipa kidogo. Akanifuata, ananiambia, mbona mbwana umelala nje? Brother, mimi nimelala saa 12 bado naumwa, najisikia vibaya na mvua ile onyesha, najisikia baridi sana, baridi kali. Yule brother akanamoa imani, akaniambia, mdogo wangu amka. Nikaamka. Akaniambia, twende huko nikupeleke kwa mama, mimi nimemfanyia biashara. Anaweza akawa na moyo imani atakusaidia. Hata kama sipokuwa na moyo imani wa kusaidia, mimi nitatoa kidogo changu nitakupeleka hospitali, maana wewe ni mdogo wangu ambaye hujawahi kuniletea dharau. Tunaonana, tunaishi kweli. Yule brother akanichukua, akanipeleka hadi Kariakoo. Hadi nikafika Kariakoo, nikakutana na yule mama mwadada, nikakutana naye, akanikaribisha. Bahati nzuri yule dada alikuwa na moyo wa imani. Aliponiona akaniambia, mbona kama naumwa? Nikamwambia, mimi naumwa mama yangu, hujakosea. Yule mama akachukua jiko akawasha moto, nakumbuka sisi tulikuta wamekaa eneo bila story. Akapika uji, akanijia nikanywa, akanipeleka hospitali, akanitibia. Akaniambia, mwanangu kaa hapa. Wewe mimi kama mwanangu, afu bado mdogo kupitia maisha haya. Hivi mama yangu alipo huko anachukuliaje? Nikamwambia, haya sio makosa ya mama, ni makosa ya baba. Akaniambia, yote sawa, ila hata mama yako naye anatakiwa nini, awe na msimamo. Kama mama yangu msimamo anao, ila familia yetu haitaki. Kwa hiyo yule mama ananiambia, basi sawa, wewe usijali wala nini, mimi nitakusaidia kama mwanangu na utakuwa unaishi hapa kama mwanangu. Kweli mimi nikakaa kama wiki 2, maana yake nilikuwa naumwa. Nikakaa pale kama wiki 2, kaja nikapona kabisa, yani najisikia hali yangu nafuu. Yani naweza kutembea, naweza ngaenda wapi, naweza tukalala nje hivi. Wenzetu wengine wananyatiwa, wanabakwa, wanaume wenzetu wanakuja na wabaka. Saa nyingine hatulali, tunakuja tunalala saa 7, saa 8, ili mradi tupunguze masaa yaende mbele, ili tukilala tulale muda mfupi, ambapo hata wale watu wengine hata wakija wakitukuta tupo macho hawezi tena kwenda na kurudi, maana yake unakuwa ni usiku. Ananiambia, sasa yote ya nini hapa? Mbona vyumba vipo hapa, mimi unamuona yule mwenzako? Nikamwambia, sasa mimi kanielezea kila kitu. Ananiambia, kumbe kakuelezea? Nikamwambia, mimi kanielezea. Akaniambia, sasa naweza tukafanya biashara, nikawa na kulipa kwa kila siku,
2000